Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Prince Khalid bin Salman ambaye amefanya ziara huko Tehran na kukutana na maafisa kadhaa wa Iran kabla ya duru ya pili ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini pia ni baada ya mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na Saudi Arabia huko katika nchi ya Yemen. Ziara hiyo inakuja huku kukiwa na hofu na kutokea mzozo katika eneo hilo iwapo juhudi za maelewano ya kidiplomasia zitashindwa kutatua mvutano unaongezeka kati ya Marekani na Iran. Huku Rais Donald Trump akitishia mara kwa mara kuishambulia Iran ikiwa haitafikia makubaliano na Marekani kuhusu shughuli zake zinazohusiana na nyuklia. Prince Khalid alisema aliwasilisha ujumbe kutoka kwa Mfalme Salman wa Saudi Arabia kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei wakati wa mkutano siku ya Alhamisi huko Tehran. Tulijadili uhusiano wetu na nchi mbili na mada za maslahi ya pande zote, aliandika katika ukurasa wake wa X. Imani yetu ni kwamba uhusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Saudi Arabia ni kwa manufaa kwa nchi zote mbili. Vyombo vya habari vya Iran vilimnukuu Khamenei akisema katika mkutano huo wa Alhamisi. Prince Khalid pia alikutana na Rais Masoud Pezeshkian na mkuu wa majeshi wa Iran Mohammad Bagher. Hata hivyo, katika mkutano huo kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili utakuwa na faida hapo baadaye na hata kwa sasa na unaweza kuzifanya pande hizo kunufaika. Waziri wa ulinzi wa Saudia Khalid bin Salman wakati akikutana na kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei na viongozi wengine amesema kwamba katika nyakati ambazo mataifa ya Ghuba yanapaswa kushirikiana ni katika kipindi hiki, huku akisema kwamba ni katika nyakati ambazo wanapaswa kuondoa migogoro iliyopo hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Amesisitiza kwamba kuna pande zisizopenda kuona uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukipanuka zaidi. Ayatollah Al-Khamenei alisema nia hizi za uhasama lazima zishindwe na sisi tuko tayari kwa jambo hili. Al-Khamenei ameashiria baadhi ya maendeleo ya Iran na kusema Jamhuri ya Kiislamu ipo tayari kuisaidia Saudi Arabia katika maeneo hayo. Kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa ni bora zaidi kwa ndugu wa eneo hilo kushirikiana na kusaidiana badala ya kutegemea wengine. Katika kikao hicho ambacho kimehudhuriwa pia na mkuu wa majeshi ya Iran Meja Jenerali Bagher, Khalid bin Salman, waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia, ameeleza kufurahishwa sana na kikao hicho na kusema amekuja Tehran akiwa na ajenda ya kupanua uhusiano na ushirikiano na Iran katika nyanja zote na kusema anatumai kuwa mazungumzo hayo yenye kujenga yalifanyika na yatajenga uhusiano imara kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na Saudi Arabia. Uhusiano kati ya wanajeshi wa Saudi Arabia umekuwa ukiimarika tangu makubaliano ya Beijing. Hii ni kauli ya kamanda mkuu wa jeshi la Iran akisema baada ya mkutano huo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Saudi Arabia imekaribisha mazungumzo ya nyuklia ya Iran na Marekani ikisema inaunga mkono juhudi za kutatua mizozo ya kikanda na kimataifa. Hamidreza Gholamzade, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anasema madhumuni ya waziri wa ulinzi wa Saudia ni uwezekano wa kuelezea wasiwasi wake kuhusu mashambulizi yanayowezekana kutokea dhidi ya Iran. Wasaudia wanataka kushiriki wasiwasi wao na kuihakikishia Iran kwamba hawatapenda mashambulizi dhidi ya Iran na wanataka uhusiano bora na Iran, aliambia Al Jazeera. Iran na Saudi Arabia zilikubaliana katika mkataba wa mwaka 2023 uliosimamiwa na China kurejesha uhusiano baada ya miaka mingi ya uhasama ambao ulitishia utulivu wa usalama katika eneo la Ghuba na kusaidia kuchochea migogoro katika Mashariki ya Kati kutoka Yemen hadi Syria na katika maeneo mengine ambayo yalisababisha kutokea kwa migogoro. Hatua muhimu katika safari ya waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia ilienda sambamba na ziara nchini Iran ya mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia Rafael Gross, ambaye alionya kuwa Marekani na Iran zinakosa muda wa kufikia makubaliano. Wajumbe wa Iran na Marekani wanatazamiwa kukusanyika mjini Roma Jumamosi kwa duru ya pili ya mazungumzo baada ya yale yaliyofanyika Oman wiki moja baada ya mahasimu hao wa muda mrefu kufanya mazungumzo yao. Tangu aingie tena ikulu ya White House mwezi Januari, Trump amefufua sera yake inayoitwa shinikizo la juu zaidi
na kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, kutishia kuchukua hatua za kijeshi ikiwa Tehran haitakubali makubaliano. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.